Kabla tujaendelea na mada ya leo, na kukumbusha upate kusubscribe kwa channel yetu hii ili uweze kupata mafundisho mengi ya Biblia, lakini pia uweze kulike ili ujumbe wetu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Karibu katika mada yetu ya leo, kuwa Biblia inaonyesha wazi kuwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu Baba wa mbinguni. Fungua moyo wako vizuri uweze kujifunza. Ndio maana Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wake, nendeni ulimwenguni mwote mkafundishe mataifa. Kwa hiyo fungua moyo wako ili Mungu aweze kukufunulia ukweli wazi wazi. Tutaona sehemu ya kwanza ushahidi wa maandiko. Lakini pia tutaangalia ushahidi wa Bwana Yesu Kristo akijiita Mungu ndani ya Biblia, lakini tutaona mitume wa Bwana Yesu Kristo wakimuita Mungu ndani ya Biblia. Tuone katika utangulizi, maandiko yanathibitisha kuwa Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi alikaa ndani ya mwili ulioitwa Bwana Yesu Kristo. Hivyo Yesu Kristo ni mwili ambao ulizaliwa na Bikira Mariamu, lakini ndani ya ule mwili ilikaa roho ambayo ni roho ya Mungu muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo mwili ni Yesu Kristo, ndani anakaa Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo wakati Yesu anatembea duniani, ni Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi alikuwa akitembea duniani ndani ya mwili ambao uliitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo maandiko yanaeleza wazi huyo Bwana Yesu Kristo ambaye watu walimuona ni mtu wa kawaida, ni mwanadamu wa kawaida, lakini ndani ya mwili huu alikaa Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tuone kidogo utangulizi katika Kutoka 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Maandiko yanasema, kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. La habari kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao, tena nimelithibitisha agano langu nao, na la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao hali ya ugeni. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha, alikuwa akijiita Mungu Mwenyezi wakati wa Ibrahimu, lakini anajitambulisha kwa nabii Musa kama Yehova. Kwa hiyo Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi aliutengeneza mwili ndani ya tumbo la Mariamu, akavaa ule mwili akatembea duniani kama mwanadamu, ila ndani ni Yehova Mungu wa majeshi. Twende tuone ushahidi wa kimaandiko ya kuwa Bwana Yesu Kristo ndiye Yehova Mungu wa mbinguni. Andiko la kwanza tutasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Maandiko yanasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tunajua aliyezaliwa alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa kabla ya hivyo vitabu vingine vyote ambavyo vinasema Yesu sio Mungu na kadhalika, sikiliza kile Biblia kitabu cha kwanza. Kabla hivyo vitabu vyote, Biblia inaweka wazi ikisema Yesu Kristo ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kwa hiyo hakuna Mungu mwingine kama Yesu Kristo ndio Mungu mwenye nguvu. Hakuna baba mwingine kama Yesu Kristo ndio Baba wa milele, na hakuna mfalme mwingine kama Yesu Kristo ndio mfalme wa amani. Tusome katika Tito sura ya 2 ule mstari wa 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Biblia inabainisha Yesu Kristo kuwa ni Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Kwa hiyo watu ni wa kwake. Kwa hiyo ili awakomboe, Yehova Mungu aliuvaa mwili ulioitwa Yesu Kristo. Baada ya kuwakomboa, anarudi tena katika utukufu wake. Warumi sura ya 9 mstari wa 3. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe nialimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili, ambao ni
Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, yani kutoka kwa taifa la Israeli ndio walizaa uzao wa Kristo Yesu, ambao ni mwili ambao Mungu aliutumia. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo ndiyo Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Twende tena katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 ule mstari wa 14, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwa hiyo mmoja pekee asiyepatikana na mauti ni Mungu. Kwa hiyo na maandiko yanasema huyo Mungu asiyepatikana na mauti ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele na milele. Kwa hiyo Mungu katika roho hakuna aliyewahi kumuona, ila Mungu alipouvaa mwili ulioitwa Yesu, ndio sisi tukapata majaliwa ya kumuona. Mitume wake walimuona na wazee wa kipindi kile walimuona, kwa sababu ilikuwa ni Mungu aliyeuvaa mwili wa kutukomboa. Kwa hiyo Yehova Mungu Roho akauvaa mwili uliitwa Yesu, baada ya kutukomboa akarudi katika uungu wake tena. Andiko la 5, Yuda 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Maandiko yanasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao mkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo ndio Mola wetu. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Kwa hiyo kama hautaamini kwamba Bwana Yesu Kristo ndio Bwana Mungu wako, wewe ndio utakayepata hasara. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Maandiko yanasema, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa hiyo Mungu alijificha ndani ya Kristo. Kwa hiyo Kristo ni mwili ambao ndani ya ule mwili alikaa Yehova Mungu. Sio nafsi mbili, ni Mungu mmoja katika roho aliyeingia katika mwili. Andiko la 7, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Sio mwana wa Mungu. Maandiko yanasema Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kwa hiyo maana yake Mungu Roho akauvaa mwili. Ule mwili uliitwa Yesu kwa ajili ya kazi ya ukombozi, lakini ndani alikaa Yehova Mungu wa majeshi. Andiko la 8, Mathayo 1:21 mpaka 23. Naye atazama, malaika anamwambia Yusufu kwa habari ya Mariamu mkewe, anasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa Yesu ndo mwenye watu. Na anaendelea kusema, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Maandiko yasemi mwana wa Mungu pamoja nasi, maandiko yanasema Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo aliyekaa na sisi alikuwa ndio Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ila tu katika umbo jingine, katika umbo la mwanadamu. Ndio maana watu walishindwa kuelewa. Tuone ufafanuzi kidogo.
Kristo ni Mungu aliyejifanya mwanadamu kwa miaka 33 tu. Sio mwanadamu, alijifanya mwanadamu, akatoa umbo la mwanadamu ili alifanyie kazi kwa muda. Kwa hiyo Yesu Kristo, Mungu Baba wa mbinguni, akautengeneza mwili ndani ya Mariamu ili autumie kwa miaka 33 tu. Ilipotosha na kufanya kazi ya ukombozi, ule mwili ukaondolewa na Mungu akarudi mahali pake. Tutakuja kuona ule mwili ulikuwa ufanye kazi ya ukombozi tu, baada ya kumaliza kazi yake ikaisha. Tuone andiko la kwanza, Yohana 1 mstari wa tanza ule wa kwanza mpaka wa 3, tutaenda mpaka wa 14. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, kana kwamba ni tofauti kwa sababu ni Mungu mmoja anafanya kazi tofauti. Vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa hiyo huyo neno ndio muumbaji. Wala pasipo yeye kikufanyika chochote kilichofanyika, maana yeye neno ndio aliumba vitu vyote. Ndani yake ndimo ulimokuwako uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo Mungu neno akawa mwanadamu kwa muda, lazima mfano utukufu wake kama wa mwana. Kama maana yake sio mwana, ila alifanyika utukufu kama wa mwana. Anasema atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ilibidi ajitenganishe kati ya Baba na mwana ili iwe abebe mfano wa kama mwana, ila sio mwana, ili watu wajue yuko Mungu muumba wa mbingu na nchi. Amemleta mwanaye Yesu Kristo. Maana yake Mungu Roho anautengeneza mwili unaitwa Yesu Kristo ili autumie kwa ajili ya ukombozi. Ona mfano wa pili wa Filipi 2:5. Iwe ndani ya hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya, sio ndivyo alivyo, ila alijifanya tu. Alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, sio mwanadamu na mfano wa mwanadamu. Tuendelee tena. Waebrania 1 mstari wa 2. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kama aliyofanya ulimwengu ni Mungu, kwa hiyo huyo mwana anatokana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ni yule Roho, mwana ni ule mwili ambayo Roho Mungu anautumia, kwa kuwa kama mwili ndio uliumba ulimwengu, basi ni Mungu ndio aliyeumba ulimwengu. Mstari wa 3. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo ni mwili ambao ulikuja kuonyesha nafsi ya Kristo, nafsi ya Mungu muumba wa mbingu na nchi. Sio nafsi ya pili, ni Mungu mwenyewe. Anasema hapa aliweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo kumbe Mungu ni Roho. Anapotaka kuumba ulimwengu, kuna mwili anautumia. Ule mwili aliutumia kuumba ulimwengu, na ule mwili aliutumia kuukomboa wanadamu, uliitwa Yesu Kristo. Tuone mwili na nafsi. Wengi wanasema Yesu ni nafsi ya pili, yuko Mungu Baba na yuko Mungu Mwana. Hapana. Maandiko yanathibitisha katika Mwanzo 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, tuchukue mfano wa Adamu, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ukisema tu nafsi, haiwezi kufanya kazi peke yake. Lazima kuwe na mwili, lazima kuwe na roho, lazima kuwe na nafsi. Kwa hiyo ukisema Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu, maana yake huo ndio ukafiri wa kiwango cha juu, kwa sababu lazima upate miungu mitatu. Mungu wa kwanza Mungu Baba, Mungu wa pili Mungu Mwana, Mungu wa tatu Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uwe na miungu mitatu,
na unavunja amri ya kwanza ya Kutoka 20:1-3. Mungu ni mmoja na usiwe na miungu mingine. Kwa hiyo Mungu ni mmoja na ana nafsi moja, kama tulivyoona kwenye video nyingine vya Mungu moja na nafsi moja. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuone katika Wakorintho wa pili sura ya 5, tusome mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Lakini vyote pia vitatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Ona kidogo. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, sio mwana wa Mungu. Yehova Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwa kumbe Kristo ni mwili tu, Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu roho alikuwa ndani ya mwili ulioitwa Kristo. Kwa hawa ni mmoja katika umbo la roho, mwingine katika umbo la mwili. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Maana hawana nafsi mbili, wote wako na nafsi moja. Asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Tuone. Haya ni maandiko zaidi ya 10 tumesoma yakithibitisha Yesu Kristo ndiye Mungu muumba wa mbingu na nchi. Lakini je, Yesu mwenyewe aliwahi kujiita Mungu? Ili tusije tukamsingizia cheo ambacho sio cha kwake. Swali, je, Bwana Yesu mwenyewe amewahi kujiita mwenyewe Mungu? Jibu ndio, amewahi kujiita mwenyewe Mungu mara nyingi katika maandiko. Twende tuthibitishe. Andiko la kwanza, Yohana 1:14-9. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yesu angeliwaambia jamani, mimi Yesu ndiyo Mungu, wasingemsulubisha, wangalimuogopa. Kwa hiyo kazi ya ukombozi isingefanyika. Kwa hiyo kabidi ajifiche kwa unyenyekevu sana kama mwanadamu wa kawaida, ili watu wamsulubishe, ili aweze kutufia msalabani, aweze kutukomboa. Sasa anawaambia watu, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Anasema kwa Baba, hapa anasema mimi mwenyewe naenda kuandalia. Anaendelea kuwaficha watu. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Kwa hiyo kumbe mbinguni ni kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo anawakaribisha watu kwake yeye Yesu mwenye mbingu zake. Ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwamba ili aje kwa Baba upitie njia ya Yesu, mwili aliyoutengeneza kwa ajili ya ukombozi. Usipoamini ukombozi wake, kifo chake cha msalabani na kumwaga kwake damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, huwezi kufika mbinguni. Kama mngalinijua mimi, anaendelea kuambia, kama mngalinijua mimi, yani kama mngalimjua Yesu, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi, jamani, kuanzia sasa Baba wa mbinguni mnamjua, tena mmemuona, akiwa amesimama pale akiwaambia mimi ndimi Baba wa mbinguni. Anaendelea tena kusema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nani siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Huo ni ushahidi. Yesu mwenyewe akiwaambia watu, mimi Yesu ndimi Baba wa mbinguni. Anasema, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu uzifanye hizo kazi. Kwa hiyo nje ni mwili mwanadamu, ndani ni Yehova Mungu. Aliyemuona Yesu alimuona Mungu Baba wa mbinguni. Ushahidi wa pili, Yohana 13:13-14. Ninyi mwaniita, Bwana Yesu anaambia wanafunzi wake, ninyi mwaniita Bwana, mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu,
Yesu anajiita mimi Bwana na mwalimu. Anasema nimewatawadha miguu, imewapasa na vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Sasa unaposikia Yesu akijiita Bwana katika Biblia ni nani? Bwana ndio Yehova Mungu muumba wa mbingu na nchi. Kumbukumbu la Torati 4:39. Kwa hiyo ujue leo hivi ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu. Kwa hiyo Yesu alipoambia jueni mimi Bwana, mnaniita Bwana na mwalimu, ndivyo nilivyo. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi wake, kuanzia leo mjue mimi ndimi Bwana Mungu wenu, katika mbingu juu na katika nchi chini hapana mwingine. Kwa hiyo Yesu alipojiita Bwana Mungu, maana yake hakuna Mungu mwingine ila yeye Yesu Kristo. Mwanzo 14:22. Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Kwa Yesu Kristo ndiye Bwana na Mungu ndiye Bwana. Kwa Yesu Kristo ndiye Bwana Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ufunuo wa Yohana sura ya 1:17. Nami nilipomwona alianguka mbinguni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti. Yesu ndio aliyekufa. Kwanza mimi katika mwili nalikuwa nimekufa, lakini sasa nimefufuka na nina funguo za kuzimu na mauti. Anasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Kama Yesu anajiita yeye ndio wa kwanza na wa mwisho, yani Alfa na Omega, maana yake hakuna Mungu mwingine ila yeye. Unaposikia Alfa na Omega au mwanzo na mwisho ni nani? Isaya 44:6. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Kwa Yesu anapojiita mimi ni wa kwanza na wa mwisho, ndio Mungu anayesema mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na zaidi ya Yesu hakuna mwingine. Kwa Yesu akijiita Mungu mara ya 3. Mara ya 4 tuna Yohana 8:58. Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Ibrahimu ndio aliyemzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akazaa makabila 12 anatengeneza taifa la Israeli. Yesu hajazaliwa bado katika mwili. Sasa anakuja katika mwili, anasema kabla Ibrahimu baba yenu hajakuwako, mimi Yesu nipo. Hasa aliposema mimi niko katika Biblia, mimi niko maana yake ni Yehova wa nyakati zote. Tutathibitisha katika Kutoka 3:14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mungu akamwambia mimi niko ambaye niko. Mungu anamwambia Musa. Na hapa Yesu anawaambia Waisraeli, kabla Ibrahimu asijakuwako mimi niko. Maana yake mimi ndio Yehova Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, mpaka Mungu wa Musa ndio mimi. Yesu anawaambia Waisraeli. Sehemu ya 3, ushahidi wa mitume wake Bwana Yesu Kristo. Wao walitembea naye. Je, walipata kujua kwamba Yesu ndiyo Mungu muumba wa mbingu na nchi? Tunasema ndio. Tuone vile wanathibitisha. Yohana 20:28. Taanza na hapo. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, maana alikuwa haamini. Uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Maana alikuwa aamini kama Yesu amefufuka. Maana hakuna aliyewahi kufa na kufufuka, ni Bwana Yesu Kristo pekee. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufufuliwa. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa nini nasema Bwana wangu na Mungu wangu? Huyu ni Tomaso, ni moja kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo alijua huyu Yesu sio tu Bwana, sio tu mwalimu, huyu ndio Bwana wangu na huyu ndiye Mungu wangu. Tunaona katika Matendo 26 ule mstari wa 12, ushahidi wa Paulo. Anasema, mfalme, ndipo wakati wa dhuhuri njiani aliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi zote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi?
ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Maanake aliona nguvu hizi lazima ziwe za Mungu. Anauliza, wewe u nani Bwana? Na tuliona Bwana ni Mungu. Bwana akamwambia, mimi ni Yesu. Yesu anamthibitishia, mimi Bwana, mimi Mungu ndiyo Yesu ambaye wewe unaniudhi. Maana alikuwa anawatesa wanafunzi wa Yesu na makanisa ya Kristo. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, huu ni ushahidi wenye sehemu tatu. Ushahidi wa maandiko ya moja kwa moja kwa Yesu Kristo ndiyo Mungu Baba wa mbinguni. Maneno ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe akithibitisha yeye ndiyo Mungu Baba wa mbinguni, na ushahidi wa mitume na wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo wakithibitisha Yesu Kristo ndiyo Baba Mungu wa mbinguni. Na tunaona ushahidi huu au ufunuo huu sio wa kwangu mimi nimeyapata haya kwa ahadi ya Mungu aliyesema wakati wa mwisho angemleta Eliya nabii. Ziko klipu nyingi sana za William Branham, ndiye Eliya nabii wa kizazi hiki anayetimiza Ufunuo 17, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii. Ndiye anayetimiza Malaki 4, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuwa na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Hiyo ni kazi ya Yohana. Na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Hiyo ndio kazi ya nabii wa kizazi hiki. Ndio maana leo nimeyazungumza haya ambayo ndio imani ya mitume na manabii, ili tutoke kwenye mafunuo ya uongo ya kumwita Yesu Kristo ni mwana wa Mungu tu, kwamba yeye ni nafsi ya pili, yuko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tutoke kwenye ukafiri na upagani, tuingie kwenye Ukristo wa kweli. Shalom, Mungu awabariki sana.